zaidi. Nataka kuja kujua maendeleo, na maana siku ile tumepanda tumeona hizo plate zilizokuwa zinatolewa zinakatwa hapa. Jiko ashaanza kujua, shamaliza kujua sasa ni ngapi washamaliza zote walizokata zote walianza juu kwa hiyo material yamekuja kwa ndio sana frozen effect. Basi nafikiri imekaa vizuri. Na maswali ya kuuliza. Mpangilio mkubwa sana mkuu. Pia mimi nishaanza kufanya kazi ya Sangara. MT Sangara. Tunaanza sasa hivi tulishaenda trip 2. Hii tunaenda 3. Na wateja wapo kwa mtu ashalipia kwa mzigo zake zije leo tumpatie tupeleke tena Kongo. Hii almost ishaisha. Bado tunakabiliana. Sawa sawa. Kwa hiyo kwenye hili la Sangara kwanza tunatoa pongezi nyingi. Maana Sangara nayo imetaka kutugombanisha kwa sababu kila ukiuliza naambia iko 95%, mara 98%, lakini haifanyi kazi. Na wakati fulani tukafuatilia mivutano ya Caterpillar ya wapi, Caterpillar ya Uingereza, Caterpillar ya Marekani. Sasa lakini nafikiri kama mmefikia hatua sasa kwamba imeanza kazi, hili ni jambo la msingi sana. Ingawa katika matumizi kama labda Sangara ni meli ya mafuta, kwa hiyo ni meli inayosaidia shirika katika kuingiza pesa kwa ajili ya kusafirisha mafuta, lakini haibebi abiria, haibebi mizigo mingine. Kwa hiyo meli hii hasa ndio ambayo jicho letu lote liko hapa, kwa sababu itabeba mizigo michache ya wafanyabiashara wadogo, lakini vile itabeba abiria wataweza kwenda maeneo mbalimbali. Kwa hiyo hatua ya sasa ni ngapi iliyofikia ya hii? Kwa hii hapa ilifikia 15%, lakini kwa material hii iliyofika tutafika zaidi hapo, na engine ikija, kwa sababu engine ndio inabeba 10% kubwa. Engine kisha kuja na engine na haya material tukishaweka tutakuwa zaidi hapo. Hiyo 15% ni ya meli nzima. 1% ya hii kazi mliokuwa mnaifanya ya ukarabati wa kuweka plate na nini inaweza ikaenda ina 10%. Yaani kwa maana kila kazi pamoja na kwamba inahesabiwa katika 1% nzima ya kumaliza meli, lakini hii yenyewe mliokuwa mnatoa plate mbovu na kuweka nzima mmefikia 1% ngapi? Kwa plate mbovu kwenye kutoa tu tulishatoa zote. Ndio. Kwa hiyo tulichokifanya kwa sasa hivi nilikuwa kwenye zile ambazo tulizozitoa ambazo tumesema tumeanza hata tukienda pale tuseme juu ya yale juu tayari tushamaliza kote. Kwa hiyo inayofuata ni floor ya pili ambayo kuna materials zimefika na mabomba ya fitting. Kwa zote zinaenda kwa pamoja. Kwa hiyo hii ya plate iko kwenye above 50% ya ku replace, kwa sababu bado sehemu nyingine sasa kasema zaidi inaweza kwenye 30 kwa sababu ni nani tu. Okay. Kwenye kukata kote tushamaliza, yani kukata kote tushamaliza karibia 100% kukata kote. Kwa sababu kazi iliyobaki ni kurudishia zile plate ambazo zilizozikata. Na hiyo ya kurudishia ndio nilikuwa nauliza mmefikia 1% ngapi? Maana mimi naona moja ya kazi kubwa ni hiyo. Maana moja ya kazi kubwa yani ina kama 14% kwenye overall, asilimia zote 100 za ukarabati. Kazi ya kureplace kwa hiyo sisi hapo tushasogea kwa kazi tu independent ile ya kubadilisha plate yote na kuweka mpya, ambapo pia ukiangalia structure kwa ujumla kwa nje iko vizuri. Tunachohangaika nacho ni deck za ndani ambazo zilikuwa karibu na vioo zinapata contact ya maji. Kwa hiyo kwenye replace plate tuko vizuri sana. Kwa maana naona sasa hivi tunasubiri kwanza. Nafikiri kwenye 1% ndio tunachanganya. Kwenye 1% ndio tunachanganya. Sema meli yote kwenye kukarabati. Sema iko 15%. 15 akasema engine ndio beba 1% nyingi. Ni za production, yani za hapa site. Za hapa site. Yes. Tunaendelea kukata kisha kuweka plate ndogo. Hatuja include logistics zingine za huko kwenye design, kuleta mitambo. Hiyo hamna. Sisi tunahesabu 10 za hapa production. Yeah. Yes. Sawa. Na hapa kwenye production ni kazi kubwa ya kutoa plate.
kuweka nyingine, kupandisha meli kwenye chelezo, kukagua chini na meli. Ukisema kukagua, unasema kukagua chini, unasema tumemaliza 100%. Ukisema kukata plate tumemaliza 100%. Kureplace tuko asilimia ngapi? 7 kati ya Haiwezekani. nusu. Kama unasema nani kule juu kote mmeshamaliza. Kati ya 14 kwenye replacement ni ya kazi ya replace plate ni 14%. Kwenye 14% za replace plate tayari washafanya 7%. Bado 7 ambazo ndio wanaendelea. Yaani hiyo ni kazi hii, na kila sehemu ina kazi yake. Engine na kazi yake replace plate waleka 14%. Kazi ya replace plate tu peke yake ni 14%. Kwenye 14% tayari washafanya 7%. Kwa hiyo imebaki 7%. Kwa maana yake hapo ni 50 kwa 50. Sasa ndio hiyo ndio hesabu sahihi. Anasema huyu anasema hiyo ndio hesabu sahihi, kwamba kwenye swala la kureplace plate tumefikia 50% ya kazi ya kureplace. Ukisema 7%, unamchanganya mtu kwamba kwenye kureplace plate bado una 93 basi nimeelewa. Lakini mheshimiwa alikuwa ameuliza jambo fulani la kuhusu mradi mliandika miezi 24, maana miaka miwili. Sasa aliuliza kwamba nategemea kwamba ndani ya miaka miwili mtakuwa mmeshakamilisha, kwa maana kabisa complete, kwamba jambo limekamilika kama ilikuwa 9 ngapi, kwamba schedule ndio iweka ya miezi 24 ilikuwa inasema miezi 24 mtakuwa mmekamilisha. Mpaka sasa mmeshagonga kama miezi mingapi? Sababu ilianza Julai 2024. Mlianza hata Julai mwaka tayari miezi kama 11 hivi. Kama miezi 11 ilishakatika. Ile miezi 24 itaifikia mkuu, na ndio maana nasema ile mwezi wa ikija engine tu. Kwa sababu lazima tazitesti, mabadiliko yatakuwa makubwa zaidi. Unajua hapa kubwa ni engine. Ndio maana tunataka sehemu nyingine kwa ajili kuzifunga kwa sababu ya engine. Mwezi wa 9 ambao tukishafunga tushaweka engine itakuwa ni kubwa zaidi, kwa sababu wa 8 tu tumepanga mpaka ile rangi mpaka kazi nyingi ya plate itakuwa imeisha, kwa sababu kishaisha ile tunaacha sehemu ambayo ya kuingiza engine peke yake. Kwa hiyo itakuwa mpaka itakuwa tayari sema kwa mwezi wa 9 kwanza tulikuwa tumefika mbali sana, kwa sababu mwezi wa 7 wataalamu wanaenda kuangalia engine, mwezi wa 9 engine zinaingia kwa mujibu wa schedule ya ukarabati. Hapo pia mwaka jana mheshimiwa tulifika hapa kama sema mwaka juzi kwenye MT Sangara pale, wale waleta injini zao mpya zile, hadi akaja waziri akasema zile injini zirudi tena wapi, zipo nunuliwa, zilikuwa zinazunguka kwenye mfumo mmoja, bila kuzunguka anti-clockwise, zilikuwa zinazunguka clockwise. Kwa ni vizuri hata hawa wakawa makini kwenye kununua hizo injini, zikija wakaziweka ziwe standard, hata akija kwenye ukaguzi ziwe zinazunguka kwenye upande sahihi. Uzuri wa jambo hilo ni kwamba kwenye mikataba liko kwa mkandarasi. Mkandarasi akinani wakija kukagua ukuta nani ana nani, wala si atuingia sana, gharama yake mwenyewe, isipokuwa anatuchelewesha kwenye kukamilisha mradi. Haya, nani mwongozo bado? Mwongozo tushasana mkataba na Songolo Marine. Kwa ambaye anashomba malipo yake yao, na sasa akishalipwa aje aanze. Lakini tushasana mkataba kabisa na Songolo Marine kwa ajili ya ukarabati. Bado ina machata ya Fugro. Haya bwana.